hamtaki kutoa tendo la ndoa kwa wanaume mpaka mlipwe hela. Wataalamu, uongo kweli? Kesi 5 tumepokea. Unaanza leo unasema 5,000. Akimudu 5,000 unakaa wiki 2 unapandisha 10,000. Na ndoa nyingi sasa hivi zinataka kusambaratika kwa sababu ya kina mama kuwachaji wanaume. Na wahamu ya wakozi wa Pene Njombe hapo hana vifilisi. Akina mama acheni huo ushetani. Ndoa hazisemi hivyo. Hayo yapo kwenye baraza la kata. Amesema nimelipia, sasa hela zimeisha. Lakini sasa ukiwauliza vizuri akina mama anasema tumeamua tuwe tunawatoza kwa sababu tunajua wakienda nje kule baa wanatoa hela. Kule nje wanatoa 20, 15, 10. Na akina mama sasa wanataka na wenyewe kulipwa. Yawa mama, weza oombwa? Tatizo linaanzia wapi sasa? Mnisikilize kwanza. Tatizo linaanzia hapa. Nyinyi akina baba, unakuta umekuja baa, umetumia 50,000 lakini nyumbani hujaacha hata 5,000. Halafu mwanamke anakuja kufuata mahitaji, anakukuta huko baa unakunywa iwaja ufuka mandinyiri sabuni wakati umetoka nyumbani. Kwa hiyo akina baba, tusitelekeze familia zetu. Unapokuja huku kwenye starehe, uache kodi ya meza nyumbani. Sawa jamani? Akina baba sawa? Sawa. Kwa hiyo jamani, ili mambo yaende ni lazima tutunze na kutuache hela ya chakula na mahitaji nyumbani kwa wake zetu. Na wakati mwingine hata kina mama kuchepuka, sisi ndio tunaosababisha. Sasa kama anajua kabisa wewe hutoi hela na akienda mlango wa pili atapata hela, lazima ataenda kuchepuka. Kwa hiyo kwenye kata ya Ramadhani naomba hiyo kesi kwa kweli zisiendelee kupatikana, na kesi mojawapo imetokea Mgodechi, kesi 2 za hivyo zimetokea Kibena na zingine zimetokea kule Mpeto. Watu wanachajiana ndoa. Umeona? Kwa hiyo jamani, hayo mambo yaishe, yasiendelee kwenye eneo letu.